Yes, kwa jina naitwa Oswen Suleiman Rashidi na tutokea OSR Media, na leo tupo pande za Mbagala Zakem. Tumekuja kufanya mahojiano na wafanyabiashara na watu mbalimbali kuhusu maandalizi yao ya mwaka 2026. Wamejipangaje na tutegemee nini kutoka kwao? Fuatana nami upate kufahamu mengi yaliyomo. This is OSR Media. Naam, tumepata nafasi ya kumhoji mfanyabiashara wa eneo la Mbagala Zakem, atajitambulisha zaidi. Karibu sana, unaitwa nani? Asante, mimi naitwa Abdalla Saidi Ling'ombo, ni mfanyabiashara za kilimo hapa eneo la hospitali, na nipo toka 2001 katika eneo hili la kilimo la hospitali. Sasa hongera sana. Kuanzia mwaka 2001 mpaka mwaka 2026. Nashukuru kwa hilo. Na tunajua kwamba tumevuka mwaka, kwa sasa hivi tupo mwaka 2026. Mwaka 2025 ni mambo gani ambayo ulifanikiwa kuyakamilisha na mambo gani ambayo hukufanikiwa kuyakamilisha ambayo unatamani au unategemea mwaka 2026 uyakamilishe? Asante sana, nashukuru kwa hilo. 2025 mpaka imeisha, kufika 2026 nashukuru nimefanikisha katika biashara hizi. Nimepata shamba, nimenunua kama eka 5, na hiyo 2026 matarajio yangu maana yake niongeze juhudi zaidi ya lile niliyofanikisha, na ndio makusudio yangu hayo. Ndio. Kwa mfano kama mambo gani hayo mwaka 2026 ambao unategemea sasa yakamilisha? Kutokana na akili yangu ya mawazo, maana yake nipate kiwanja, unaona, au hapana niongeze tena shamba. Na mahesabu yangu. Sawa, hongera sana. Na una neno gani kwa vijana, kwa sababu tunajua vijana ndio taifa la leo. Vijana wengi wanalalamika kwamba hakuna ajira, mambo yamekuwa mengi, lakini una neno gani kwa vijana? Bana, kusema kweli, kutokana na mifumo ya vijana waliokuwa sasa hivi wanataka kupata cha haraka. Kama hivyo nakwambia 2026, 2001 mpaka leo nipo. Maana yake kwamba biashara zangu ni hizi ndogo ndogo, siku nauza miogo, siku nauza maboga, siku nauza vitunguu, lakini ili mradi mimi nakula na familia yangu na napata kipato kama hicho, na malengo ndo kama hayo ninayokuambia. Toka kipindi hicho 2001 nilipata nyumba, na nashukuru na vyumba 3 na lala na watoto, umeelewa? Na mpaka sasa hivi nikaona kwamba ili niongeze juhudi nikapata yuko kiwanja na shamba nalokuambia, na mpaka sasa hivi maana yake uchungu wangu nipate tena kiwanja au nipate tena shamba niongeze. Maana yake hilo ndio litanifaa zaidi ardhi kuliko masuala wanayotaka watu, kwa sababu ardhi ndio mali zaidi kuliko masuala haya tunayoongea. Hongera sana bwana Abdalla. Asante. Basi mimi nikutakie biashara njema. Amina. Karibu sana. Asante sana. Naam, kwa mara nyingine tena tumepata nafasi ya kumhoji mama yetu hapa, atajitambulisha. Anaitwa nani? Mama, karibu sana. Unaitwa nani? Naitwa Zena Selemani Hassan. Ndio. Na upo hapa Mbagala Zakem kwa muda gani? Nipo hapa Mbagala Zakem kwa muda wa miaka 10. Miaka 10, na maana tokea mwaka 2016. Toka 2016. Sawa. Tunavuka mwaka hivi karibuni, na kwa sasa hivi tupo mwaka 2026. Kuna mambo gani ambayo uliweza kuyakamilisha mwaka 2025 na yale ambayo hukuweza kuyakamilisha mwaka 2026, una mpango nayo gani katika kuyakamilisha? Katika kuyakamilisha mwaka 2025, Mwenyezi Mungu amenijalia, nimepata kiwanja, nimejenga nyumba, nimesomesha watoto. Kwa hiyo natarajia mwaka 2026 niendelee tena kuwasomesha watoto wangu. Hongera sana. Ni changamoto gani ambayo unakutana nayo katika biashara yako? Yaani changamoto ninayokutana nayo, nikienda sokoni nakutana na changamoto ya biashara kupanda bei. Umeona? Sasa biashara ikipanda bei na wewe ukichukua huko na wateja wako wa hali ya chini, ukija huko wanataka bei ile ya bei nafuu. Hajui kama wewe kule umechukua vitu kwa bei kubwa. Hiyo ndio changamoto yetu sana. Na maoni yako ni yapi katika kutatua hiyo changamoto? Yaani maoni yangu inategemea na mkulima jinsi anavyopanda vyakula vyake. Sababu mkulima yeye anapo bei yake vyakula vyake vikiwa vimeshuka, na sisi wafanya biashara bei yetu inakuwa nini imeshuka. Kwa hiyo wakulima mpunguze bei. Jamani, nimeeleweka? Basi fuatana nami upate kufahamu mengi na mengi leo. This is OSR Media.
Naam, tumepata nafasi ya umoji ndugu yetu mwingine atapata nafasi ya kujitambulisha na atatuelezea anajishughulisha na shughuli gani. Karibu sana. Unaitwa nani? Mimi naitwa Samuel. Samuel. Ni mkazi wa hapa Dar es Salaam. Dar es Salaam. Na pia ni mfanyabiashara hapa hapa. Mfanyabiashara hapa anauza mabegi pale. Au mabegi unaona hapo. Na pia una muda gani katika biashara ya kuuza mabegi? Na muda mrefu sana. Mara nyingi watu wanafanya hizo biashara na mwacha kijana, mimi naenda mikoani kwenye shughuli zangu zingine za mambo ya madini. Niko sana kwenye section ya madini. Tumevuka mwaka 2025 na kwa sasa tuko mwaka 2026. Je, ni mambo gani ambayo uliweza kuyakamilisha mwaka 2025 na mambo gani ambayo ukukamilisha ambao unatamani uyakamilishe mwaka 2026? Mambo ambayo nilifanya mwaka 2025, kwanza nimejaribu kununua kiwanja na natamani 2026 nijenge nyumba yangu safi, nimalizie nyumba nyingine ya pili, kwa sababu na nyumba ya kwanza bado ya pili sijajenga. Hongera sana. Lakini pia ni changamoto gani ambayo unakutana nayo katika biashara au katika harakati nyingine za kimaisha? Ipi ni changamoto kubwa ambayo unakutana nayo? Changamoto kubwa ambayo nakutana nayo ni mazingira ya biashara jinsi yalivyo, kwamba shauri kama kungekuwa na uwezekano ungeweza kuandaliwa sehemu fulani maalum ambao biashara ndogo ndogo wanaweza wakatulia wakafanya kazi kwa nafasi. Iko maeneo ambayo tunayo sasa hivi. Changamoto ni eneo la kufanyia biashara sio rafiki. Eneo la kufanyia biashara sio rafiki, ndio changamoto. Kwa hiyo maoni yako kwa serikali au maoni yako kwa wahusika? Maoni yangu kwa wahusika, kama kutakuwa na eneo fulani ambalo limetengwa vizuri, ingependeza zaidi kila mtu, yani ionekane kwamba hapa watu wa mabegi wanauza, sehemu hii wanauza watu wa aina gani. Sasa hivi hapa tumechanganyika. Kuna watu wa mabegi, watu wa mtumba kawaida, matunda, sio nini. Yani kumekuwa na vurugu nyingi, yani kwa mchanganyiko wa biashara. Sasa hiyo imewafikia, nadhani mamlaka husika itashughulikia swala hilo. Basi mimi nikutakia siku njema na biashara njema, na pia shukrani kwa muda wako sana. Asante sana. Naam, tumepata nafasi ya kukutana na mfanyabiashara mwingine, atajitambulisha. Karibu sana. Unaitwa nani? Kwa majina anaitwa Ahmed Hashim Kiputi. Bwana Ahmed, upo Mbagala zake, mnafanya biashara kwa muda gani? Bwana, kwa hivi sasa sisi tulikuwa rangi tatu pale mwendo kasi, ambayo tulikuwa sisi ni wajasiriamali, tulikuwa tunafanya kazi biashara zetu barabarani kabla mradi hujaanza. Sasa kutokana na mradi umeanza, na sisi tukaamua tuupishe mradi ufanye kazi zao, sisi tukaja hapa ili kuendeleza biashara yetu. Kwa hiyo hatuna muda mrefu hapa, takriban tuna miezi miwili au mitatu. Wewe kama wewe umeweza kufanya biashara hii kwa muda gani? Hii biashara kwa hivi sasa takriban ni miaka 5 sasa. Nafanya kazi hii ya biashara ya ujasiriamali. Ndio tumetoka mwaka 2025 na kwa sasa hivi tuko mwaka 2026. Ni mambo gani ambayo uliyakamilisha mwaka 2025 na ni mambo gani ambayo haukuyakamilisha lakini unatamani uyakamilishe mwaka 2026? Kwa kweli mwaka 2025 baadhi namshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah, mwaka ambao nimefanya vizuri kiasi fulani, maana kwa kumiliki ardhi kwa ujasiriamali mdogo mdogo sio kitu ambacho cha kidogo. Kwa kweli kwa mwaka ule kweli nilibahatika kumiliki viwanja viwili maeneo ya Vikindu, na kwa mwaka huu inshallah kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, kama atanijalia basi nitafanikisha ujenzi. Sasa hongera sana. Ni changamoto gani ambazo unakutana nazo hivi kama mfanyabiashara mdogo mdogo? Changamoto zipo, tena zipo nyingi sana ambazo tunakutana nazo kama sisi wajasiriamali wadogo wadogo. Sisi tunachukuliwa kama ni watu ambao tunachafua mazingira, tuweki usawa, watu wanakosa haki zao za msingi, tunafanya biashara barabarani. Lakini mimi nilikuwa naona si kama sisi tunachafua mazingira, ila isipokuwa kutokana na mzunguko wa kimaisha na wimbi la ujasiriamali sasa kila baada ya miaka, sio sisi tu. Sisi
utakwenda watakuja wengine baada ya kutokana na upungufu wa ajira, umeona. Kwa hiyo inakuwa ni hivyo. Sasa changamoto tunazokutana nazo ile tunachukua kwamba sisi ni wachafuzi wa mazingira, lakini vile vile maeneo rafiki ya kufanyia biashara na yenyewe pia hatuna. Kwa hiyo mazingira ambayo tunayofanya biashara ni mazingira magumu. Kwa hiyo issue ndio kama hiyo. Na una maoni gani ili kutatua hili tatizo? Una maoni gani maybe kwa serikali au kwa watu ambao wanahusika na kusimamia eneo hili? Una maoni gani kwao? In short, mimi unajua serikali haipangiwi, serikali inashauriwa. Mimi niko naona wajasiriamali wadogo yaani mimi naamini kwamba hawa inakuwa ni source ya kupata kuongeza kipato serikalini, kwa sababu sisi tunafanya biashara wadogo tunafanya biashara kwa uhuru, si ndio? Pasipo kubabaishwa na kitu chochote, lakini vile vile serikali yetu hatuichangii chochote kwa kutokana na kile cha biashara ambayo tunaifanyia. Sasa basi mimi naishauri serikali ichukue kwamba huu kama mradi, tutengenezewe taasisi ambayo inafanya biashara wadogo tu, tuwe na sehemu yetu ya kusemea na sehemu yetu ya kutubana. Kwa sababu mimi nachukulia mathalani, kwa mfano tumchukue rais aliyopita yule marehemu alichukua mjasiriamali, kila mjasiriamali mmoja 20,000 kwa mwaka mzima. Lakini mimi naishauri serikali ingekuwa inatengeneza mazingira rafiki kwa wafanyabiashara wadogo, mazingira mazuri, wanafanya biashara pasipo kusumbuliwa vyote. Nadhani kwa kila mjasiriamali akiwa anachangia 500 per day, maana yake kwa mwezi anachangia shilingi 15,000, mara mwaka mzima anachangia hela nyingi sana. Kwa hiyo tungetengenezea mazingira kama hayo na tungechukua tunachangia pato letu la taifa, maana asili ya nchi maana kitu na wananchi, umeelewa? Tukishakuwa na wananchi tu, yani asilimali ya kwanza katika nchi ni wananchi, kabla ya kuchukua maziwa, sio madini. Cha kwanza ni wananchi wenyewe, maana mjenga nchi ndio mbomoa nchi na mbomoa nchi ndio mwananchi mwenyewe. Kwa hiyo ndio kama hiyo. Sasa nimependa umesema mjenga nchi ndo mjenga nchi ndio mwananchi na mbomoa nchi ni yeye mwenyewe mwananchi. Hongera sana. Mimi nakushukuru kwa muda wako, umetoa maoni na mimi nitaenda kufanyia kazi na pia ni mchango kwa taifa na kijumla. Kwa hiyo asante sana. Shukrani. Asante sana. Asante sana. Naam, tumepata nafasi nyingine ya kukutana na dada zetu hapa, watajitambulisha na tutapata nafasi ya kuuliza maswali zaidi. Karibu, unaitwa nani? Majina naitwa Pili Asumani. Ndio, na unaitwa nani? Naitwa Salama Musa kutokea Mtwara. Ndio. Na hapa Mbagala Zakem unajihusisha na shughuli gani? Mimi hapa najihusisha nauza midoli za kuchezea watoto, wengine wanaweka ndani. Ndio biashara yangu najihusisha hiyo. Sawa. Na dada hapo unajihusisha na biashara gani? Na mama ntilie. Na kwenye biashara zenu ambazo mnafanya, una muda gani tukiwa mwanza kwenye biashara? Mimi kama na miezi miwili sasa. Miezi miwili. Okay, na dada hapo una muda gani? Na kama miezi mitatu hivi nyuma. Miezi mitatu. Tunajua kabisa kwamba tumevuka mwaka 2025 na sasa tuko mwaka 2026. Mambo gani ambayo ulikamilisha mwaka 2025 na yale ambayo hujayakamilisha mwaka 2026, una mpango nayo gani katika kuyakamilisha? Natamani niwe nafanya biashara, niwe mfanya biashara mkubwa yani. Ndio hicho ninachokitamani na nina kiu hiyo. Sawa, na ni mambo gani ambayo maybe unategemea sasa katika kukamilisha katika kuwa mfanyabiashara mkubwa mwaka 2026? Ndio una mpango gani? Yani ni njia zipi ambazo labda unatamani upite ili upate kukamilisha hayo mambo? Ndio nipo natafuta mdogo njia ya kukamilisha, ili nafanya biashara kidogo nakimbiza ili nikamilishe, ili nipate wepesi wa kupata hela. Sawa. Na dada yetu hapo, mwaka 2025 umekamilisha kitu gani? Kuna baadhi ya mipango yangu nimekamilisha, nashukuru Mwenyezi Mungu imeenda sawa, ila natamani 2026 niwe zaidi, biashara yangu iwe bora, maisha yangu yawe bora, ila cha kuomba Mwenyezi Mungu anijalie uzima na uhai ili mambo yasonge mbele. Tunajua kwenye biashara kuna changamoto za hapa na pale. Ni changamoto gani ambazo zinawakuta kwa namna kubwa? Ni changamoto gani ambazo zinawakumba ambazo mnatamani zitatuliwe? Changamoto nyingi. Unaona, kwa mfano kama mimi hapa, changamoto yangu ni biashara yangu bado mtaji mdogo, nahitaji nipate mtaji, ndio changamoto ziliopo hizo. Na upande wa pesa inakuwa ni ngumu sana, yani mtaji wa ukizi yani.
Sawa sawa. Na dada yetu hapa, changamoto gani ambazo zinakukuta ambazo unatamani zitatuliwe? Changamoto ni nyingi. Kwanza biashara ni ngumu, yani ndio hivyo, wateja wenyewe wa kuhangaika nao. Kwa hiyo natamani yani maisha yawe mazuri, biashara zifunguke ili tupate riziki na sisi maisha yasonge mbele. Je, una maoni gani labda kwa serikali, kwa vijana na kwa taifa kwa ujumla? Una maoni gani juu ya swala zima la kuwainua wafanyabiashara wadogo wadogo mfike pale ambapo mnataka, kwa sababu tunajua bila serikali hakuna maendeleo kwa hiyo una maoni gani labda kwa serikali ili wafanyabiashara wadogo wadogo mpate kuinuka, mpate kufika mnapotaka? Mimi natamani kama serikali inatuona na tuangalia sisi wafanyabiashara wadogo ili tuinue, tupate hata angalau pesa za kukizi biashara, ili hata na familia nyumbani watoto wanasoma. Ndio maoni yangu, kama serikali inatuona ili tuinue angalau. Ndio maoni yangu hayo. Uinue katika namna gani sasa? Biashara. Kwa sababu natamani sana kufanya biashara, lakini yani msingi ndio ni mchache sasa. Ndio mtaji ni mdogo. Sawa sawa. Na dada yetu hapa, una maoni gani kwa serikali ili upate kuinuka kibiashara? Kwa mimi serikali tu tuangalie sisi wafanyabiashara wadogo ili tuunge mkono na sisi tupate kuinuka, tuwe kama wale walikuwaje na sisi tupoje wafanyabiashara wadogo. Kwa hiyo serikali ilituangalie tu ili na changamoto nyingine na vijana wapate kuinuka ili biashara zifenyeje ziende. Sasa hivi kama za Kiemu hapo walivyoruhusu biashara, vijana wengi wao kama unaona hao wanafanya biashara wengi sana. Kwa ndio hivyo, serikali tu tushike mkono, maisha yasonge mbele. Kama tulipata kwa nafasi ya kusikia dada zetu wamejelezea, lakini pia wameelezea changamoto zao. Nadhani serikali inasikiliza, watu wanasikiliza. Kuna umuhimu wa kuwasikiliza wafanyabiashara wadogo wadogo, kwa sababu bila serikali hakuna biashara, bila serikali hakuna mafanikio yoyote. Kwa hiyo wenye sekta husika ambao mnahusika katika kusupport wafanyabiashara wadogo wadogo kwenye swala zima la kutoa elimu, kutoa mikopo na kadhalika, basi mpate kuwafikia. Fuatana nami upate kufahamu mengi leo. This is Sara Media. Tumepata nafasi ya kumoji kaka yetu hapa, atajitambulisha anaitwa nani na anatokea wapi? Karibu sana. Anaitwa nani? Naitwa Habibu, natokea Mbagala ni tatu. Ndio bwana Habibu. Unajishughulisha na shughuli gani? Najishughulisha biashara kuuza mabegi. Ndio. Na tumevuka mwaka 2025 na sasa tuko mwaka 2026. Ni mambo gani ambayo ulitamani uyakamilishe mwaka 2025 kuyakamilisha, ambao natamani ukamilishe mwaka 2026? Jambo nilitamani kulikamilisha mwaka jana, yani nilitamani kukamilisha ni kufanya jambo la ndoa. Mshukuru Mungu, mwaka umepinduka, nipo ndani ya ndoa. Cha kuwashauri vijana wenzangu nao wafanye hili jambo, maana jambo ni jambo azimu kabisa. Ndoa bwana ni sheria kwa Muislamu na kwa kila kiumbe hai. Kabisa. Kwa niaba wote, kwa ushauri wangu mkubwa, vijana wenzangu wafanye jambo la ndoa. Iwe mmoja wawili, kwa Waislamu ndio heri kabisa. Waache kona. Waache mambo ya bla kidogo. Unajua bwana, ukija kwenye swala la ndoa, ni kweli vijana wengi kwa sasa hivi hawaendelei au wamekuwa na jenzi za bana pale, kwa sababu hawataki kufunga ndoa, wana makando mengi. Kweli, ila samatame inategemea na hali zetu. Mtu mpaka kwa anakuja naoa, basi ujue kidogo hali ajipata kidogo. Lakini bila hivyo mimi mwenyewe kweli nilikuwa nalitamani ile jambo, ile nilikuwa sina kitu. Nimekuja nimepata goli kama hivyo. Shaona naweza kuweka 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 ngapi hadi mahali si milioni 800,000 inakuja inapatikana. Basi ni heri kama hivyo, nipata kumuoa nimeoa. Hongera sana. Neno lako kwa vijana wote wa Kitanzania, neno lako ni lipi? Ushauri wangu mimi kwa vijana, tutafute hela.
tuache bla bla toe. Ndio kutengeneza familia ndio ubora wa mwanaume. Mwanaume bila mwanamke hajatimia. Mwanaume bila mwanamke hajatimia. Hilo hapo. Hongera sana. Shukrani sana pia. Naam, habari tena. Kama ilivyo awali tulipata nafasi ya kupita katika eneo la Mbagala Zakem kutambulisha, tulipata kwa hoja wafanyabiashara mbalimbali, umepata kuelezea shida na changamoto zao ambazo wanapitia, lakini umepata kuelezea mambo ambayo wameweza kufanikisha mwaka 2025 na mambo gani ambayo wanatamani wayafanikishe mwaka 2026. Fuatana nami upate kufahamu mengi yaliyomo na mengi yatakayojiri mwaka 2026. This is OSR Media.